Tunahitaji madiwani wenye uwezo mkubwa kwenye kuwaza, kutenda na kufanya maamuzi. Twendeni kwenye kata, mkachukue changamoto za wananchi wenu, mzitatue. Sio mnasubiri kiongozi naona simama. Kwa niaba ya wananchi wangu hatutaki. Baraza ni kila baada ya miezi mitatu, si ndivyo? Nyinyi mpo kwenye kata zenu huko, mna changamoto zenu. Wataalamu mnao hapa. Wataalamu wote wako hapa. Unakutana na changamoto huko ya watu wa barabara, ya watu wa TARURA, huwaiti, unasubiri siku ya baraza ili umuite hapa sasa TARURA uanze kumvuruga hapa kwenye baraza. Sasa ndio wamesaidia nini? Unakwenda kwenye kituo cha afya, unakuta kuna changamoto. Wewe ni diwani wa halmashauri, una uwezo wa kumuita daktari aje kule, mtatua hiyo changamoto, wananchi waendelee kupata tiba. Lakini hilo hulifanyi, unamsubiria eti siku ya kikao ili uje kuzungumza humu. Inasaidia nini? Twendeni tukasimamie miradi ya maendeleo ambayo fedha zinakuja. Mwaka huu wa fedha mkoa wa Manyara umetengewa zaidi ya bilioni 370 na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya miradi. Ni fedha nyingi sana. Tusipomtendea haki Mheshimiwa Rais kwa kusimamia miradi hii, kwa hiyo tutakuwa tumsaidie. Tukasimamie miradi itekelezeke, imalizike na wananchi waweze kuona tija ya miradi hiyo. Tupite kwenye miradi mbalimbali huko, miradi ya shule. Unakwenda kwenye shule unaikuta shule ilijengwa, vyoo matundu 3, 4, 5, wanafunzi ni heka vyoo havifanyi. Hiyo kata inajiwana nini? Tunaongelea hapa masuala ya uhaba wa wanawake kwenye shule zetu. Wenye vitu wa maendeleo ya kata mko hapa. Piteni huko kwenye hizo shule mwende kuangalia hali za shule zenu. Mlete taarifa hapa. Lakini pia kwenye eneo hili la miradi, waheshimiwa wenyeviti, ni lazima tuzingatie mgawanyo wa rasilimali hizi. Jambo la kwanza, tunamshukuru sana mkuu wetu wa mkoa wa Manyara kwa maelekezo aliyotupa kuhakikisha kutumia wataalamu walioko katika maeneo yetu. Tukiwatumia wataalamu katika maeneo yetu, tutafanya vizuri. Tutatekeleza maelekezo ambayo tumeelekezwa na mkuu wa mkoa, kwa sababu wataalamu walioko katika halmashauri yetu tukishikamana tunaweza kufanya kwa uweledi, au tunaweza kutenda kwa pamoja na wajibu wetu tukautekeleza kwa jinsi unavyotakiwa. Niseme tu kwamba hotuba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ndo mlezi na msimamizi wa shughuli za serikali katika mkoa wetu, ametoa hotuba nzuri sana, na kimsingi na ukichanganya na mawazo na mafunzo ambayo tumeyapokea, tutakwenda sasa kuwatumia wataalamu kwenye kata zetu. Tutakuwa nao kwenye kusimamia miradi ya maendeleo, na serikali imeweka fedha nyingi sana kwenye miradi, na changamoto kubwa katika kipindi hiki ni kwamba miradi hiyo kutokukamilika kwa wakati. Kutoka Mbulu mkoani Manyara, mimi Afara Sulemani wa ZBC.